Tunajua ya kwamba siku ya kuzaliwa ni ya mwanadamu kuja chini ya jua, aidha familia kupata mtoto, jamii kupata watoto, hata ukoo ama like maybe a clan wanabarikiwa na mtoto katika jamii fulani, na wanaweza wakafanya sherehe tofauti, na mwisho wakaishi kuikumbuka ile siku wakiwa anafanya celebration kwa njia ya kualika watu na kukata keki na kuimba nyimbo tofauti tofauti za kuweza kumkumbusha kwamba hii ndio siku ulizaliwa, hii ndio siku ambayo tuliweza kukupokea. Hangelikuwa na ufahamu, lakini kwa sababu anapofanyiwa sherehe ile anaelewa tarehe fulani mwezi fulani ndio siku niliweza kuzaliwa, na ndio maana anafurahia. Hata wengine tunazipost, wengine tunaalika watu, tunafanya vitu ambavyo vinatumia gharama nyingi. Kuna wengine tunakodi hata mahoteli, tunakodi hata magardens, tunasafiri tunaenda mbali kwa sababu ya kusherekea siku ya kuzaliwa. Lakini nataka tuelewe kwa undani kwa mambo ya mbinguni ya kwamba awali yoyote chini ya jua Mungu aliyemruhusu kuzaliwa hakuruhusiwa kuzaliwa tu, bali Mungu alimruhusu azaliwe kwa sababu ya ajenda ya mbinguni. So every believer and every person under the sun alizaliwa na Mungu alimruhusu azaliwe kwa sababu ya kusudi la mbingu. So kuzaliwa kwangu na kuzaliwa kwako ni kwa sababu ya Mungu alikuwa amekusudia mambo. Kuna vitu ambavyo alitazamia vitendeke kwako. Kuna maisha ambayo alitazamia yaonekane kwako. Kuna vitu ambavyo ulitazamiwa kuvitenda as a believer or even as a person. Lakini kwa sababu labda ya kutokuwa na ule ufahamu wa mbinguni, na ndio maana tunachukulia kuzaliwa kwa mwanadamu ni kwa ajili ya sherehe, ni kwa ajili ya kupasua keki, kuimbiwa, kukodi maeneo. Haya yote tunaweza tukafanya, lakini tusipoelewa maana ya mwanadamu kuzaliwa, itakuwa ni jambo ambalo si la faida mbele za macho ya Mungu. So tunaweza tukawafaidisha wanadamu, lakini tukampatia Mungu hasara ya sisi kuzaliwa kwetu. Na ndio maana tunapoongea kuhusu kuzaliwa kwa Kristo, tunataka tujipatiane mfano kwa huyu Kristo, maana tumepatiana kuzaliwa kwake na tukaipatiana jina ya kwamba is a Christmas day, kulingana na imani tuliyofundishwa na wale tuliowakuta ya kwamba Kristo alizaliwa tarehe 25. That's our faith. Kuna watu hawaamini hiyo na kuna watu hawana imani hiyo, lakini sisi tuliyemwamini Kristo tuna imani ya kwamba Kristo alizaliwa siku ya tarehe 25. Haleluya! Hiyo ndio tuna imani, na ndio maana tukapewa tarehe yake, na pia ikawekwa kama birthday yake, lakini ikaitwa Christmas. Yani Christ asherekewe na umati. Haleluya! Na ndio maana kila mmoja wepo, hata asiyemjua Kristo, hata aliyekuwa hana imani na yeye, bado anasherekea siku yake. Na ndio maana tulipozaliwa tukakuta hiyo siku, tunaithamini ya kwamba siku ya sherehe ya Krismasi lazima tuvae, lazima tukule, twende outing, twende mahali, tukodi mahali, tufanye masherehe, tukutane, get together, familia zisafiri ziende mahali mbali kwa ajili ya jamii, kukutana na watu tofauti, kutembelea wazazi, kuwa na get together as a family. Kwa sababu gani haya mambo yote yanatendeka? Kwa sababu ya kusherekea siku ya kuzaliwa Kristo. Lakini maana kamili hatujaifahamu na hatujaielewa, na ndio maana kila mtu ana sherehe zake. Kuna wale watasherekea kwa klabu, kuna wale watasherekea kwa ulevi, kuna wale watasherekea kwa dhambi, kuna wale watasherekea kwa vyakula,
na kuna wengine watasherekea wakiwa kwa ibada. Yaani sherehe hiyo inaonekana kwa njia tofauti tofauti, kwa sababu kila mmoja kuna vile ameielewa. Kuna wale wameielewa ni siku ya kuvaa, na ndio maana leo ukienda kwa masoko, leo ukienda kwa maduka, kuanzia wiki zilizopita 2 kulikuwa busy. Na ndio maana wenye maduka walileta mizigo. Kwa sababu gani? Wamejua haya ndio majira ya wao kuuza. Wenye maduka walileta vitu, walijua haya ndio majira ya watu kununua vyakula. Wenye mifugo walileta vitu, maana walijua haya ndio majira ya watu kununua nyama, kununua kuku, kununua mbuzi, ili waweze kusherekea Bwana wao. Haleluya, praise be to the Lord. Na inaweza kuwa si mbaya kulingana na vile umeiamini, lakini inaweza kuwa ni mbaya kulingana na vile Kristo angeitarajia. Maana kuna vile Mungu ameitazamia na kuna vile mwanadamu ameitazamia, na kuna vile imani pia imeiamini. Haleluya. Sasa nataka tuelewe sababu ya huyu Yesu kuzaliwa, ili tunaposherekea hatusherekei kama watu wa mataifa. Hatuendi kusherekea sikukuu kama watu wa kawaida, maana kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na divine agenda. Yesu hakuzaliwa tu aje duniani, alizaliwa alete kusudi la Mungu chini ya jua. Na hivyo wewe na mimi pia tumezaliwa kwa sababu ya ajenda ya Mungu. Na tukishaelewa ya kwamba ndugu yetu Kristo alizaliwa kwa ajili ya hiyo, basi hata sisi tutaiga. Tuelewe ya kwamba wakati tunapoenda kusherekea na wakati tunaposherekea hata birthday zetu, we shall give glory to God. Hallelujah. Because we are celebrating without the revelation of Christ. Tuna celebrate pasipokuwa na ufahamu wa Kristo. Na sisi maana maandiko yanasema nyakati za ujinga tulifanya ujinga. Lakini the moment unapoanza kuelewa ufahamu, alafu uignore, basi kwako inahesabika kuwa dhambi. Wakati unapoelewa kwa nini Kristo alizaliwa na nini nastahili kufanya as a believer, kwa sababu nimekuwa na ufahamu. Sisemi ni vibaya kusherekea, ni vizuri, na ndio maana nikakwambia hatutakuwa na ibada ya Christmas. Enda usherekee na watoto wako, lakini before usherekee lazima uelewe maana ya sherehe hizo. Na ukishaelewa utazifanya kwa nyumba yako, utazifanya kwa watoto wako, lakini naye Mungu atapokea utukufu. Amen. Hallelujah. Praise be to the Lord. Yesu Kristo atapokea utukufu. So sababu ya kwanza Kristo kuzaliwa, number 1, he was born because to be perfect as a sacrifice. Aweze kuwa kamili ya kuwa sadaka. Unaweza kuandika in a short form, to be a perfect sacrifice. Christ was born to be a perfect sacrifice. So Kristo kuzaliwa kwake, he offered himself as a sacrifice. So wakati Mariam anamleta Kristo duniani kwa njia ya kumzaa, hakuja kama mtoto, alikuja kama sadaka. Haleluya. So Mariamu alikuwa anazaa sadaka, alikuwa analeta sadaka duniani. Na ndio maana tukisoma 2 Corinthians chapter number 5 verse number 21, Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 21. So Kristo alizaliwa kama sadaka. He was a sacrifice. Maandiko inasemaje? 2 Corinthians 5:21 inasema hivi, yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Asiyekuwa amejua dhambi, lakini alifanyika dhambi. He sacrificed himself as a sinner because of us. So his birth, it was because of our sin. Hallelujah. Just imagine, kuzaliwa kwake ni kwa sababu ya dhambi zetu. Alafu sasa unaenda kusherekea kuzaliwa kwake ukifanya dhambi.
ukikunywa mratina, ukifanya ukahaba, ukileta vurugu, vita, ukiinua miungu na madhabahu ya kishetani. Na yeye amezaliwa ili tusamehewe, ili dhambi zetu ziweze kupokelewa kwake, afanyike dhambi na sisi tupate rehema. Ndio maana amezaliwa. Sasa wakati kuna wengine kwa sababu ya kutokuwa na huo ufahamu, tunaenda kusherekea tukiwa tunaongeza dhambi. Yaani mtu amezaliwa atuondolee dhambi, na sisi tunaenda kusherekea tukiongeza dhambi. Hebu ambie jirani yako, ni mara ngapi umefanya hivi? Muulize tu kwa upole, maana inaweza kuwa hakuwa na ufahamu. That's why unakuta there are people who are celebrating. That's why nikakwambia, mtu akikwambia Mungu wako ni Mungu wangu, there is only one God, mwambie no. Aeke Mungu wako na wewe uweke Mungu wako, alafu kanuni za Mungu wako na zake zikilingana, ndio the same God. Kama hazilingani, so kuna watu wanasherekea Christmas au msherekea Kristo ile tulimwamini, wakisema they are celebrating Christmas but it's not the Christmas that we believe. They are celebrating Xmas. There is a difference between Xmas and Christmas. Na ndio maana haustahili kuandika jina Xmas, unastahili kuandika Christmas. Xmas inamaanisha kwamba umpinga Kristo. So wakati unafanya the opposite of Christ, wakati wa sherehe ya Christmas, you are celebrating Xmas, not Christmas. Hello? So tukisema kwamba tunamsherekea Krismasi, usikubaliane na kila mtu. Wacha sherehe yako iambatane na vile ambavyo Kristo anataka. Hapo ndipo tunasherekea sikukuu moja. Lakini kuna wengine wanasherekea sikukuu nyingine, maana Kristo wako aina nyingi. Kuna Yesu Kristo, kuna Bahari Yesu, kuna Yesu Yusto, hata kuna Yesu wa Tongarini, sijui kuna mwingine wa wapi. Sasa ni yupi anasherekewa? Is it Christ? Maana Christ was born because of my sin, ili niondolewe dhambi. So kuzaliwa kwake ni kwa sababu ya dhambi zangu. Na ndio maana ninapoenda kusherekea, na stahili kuhumble myself, kumglorify, kumwambia thank you Jesus for the sin that have been forgiven because of your birth. Asante kwa sababu ya kuzaliwa kwako, maana umenisababisha nikasamehewa. Kama si wewe kuzaliwa, singelisamehewa. So tuendelee na scripture ya pili, 1 Peter chapter number 2 verse number 24. 1 Peter chapter 2 verse number 24. Mungu atupatie grace. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu wa mambo ya dhambi, tuwe haki kwa mambo ya haki. Kwa kupigwa kwake tuliponywa. So alizaliwa ili tuweze kuondolewa dhambi, tuweze kuponywa hata magonjwa. So Jesus was born because of our sin. Wakati tunaposherekea, tunastahili kuwa na thanksgiving nyingi sana. Na ndio maana unastahili kutembelea hata wale wasiojiweza, wale ambao hawana kitu, kwa njia ya kumshukuru Mungu ukiwabariki. Sio kukula peke yako. Unaenda kumwambia God thank you because of your birth. That's why I'm alive. I'm alive from the death of sin. Sasa naenda kubariki watu kwa sababu ya hiyo. Naenda kuwapatia kitu kwa sababu ya hiyo. Naenda kuwakumbuka wasio na uwezo kwa sababu ya hiyo. So unaenda kumrepresent Christ, maana ulisamehewa. Sasa una uzima wa milele. Sasa naenda kuambia kwamba kama sikuzaliwa kwa Kristo, singelipata nguvu hii kuja mbele zako. Na ndio maana siku ya Christmas unastahili kugusa moyo wa Mungu. Haustahili kugusa tu tumbo lako peke yako. Unastahili kugusa moyo wa Mungu. Utaugusaje? Kwa njia ya kusimama na wengine. Number 2, twende kwa haraka kwa sababu ya muda. Why was Jesus Christ born? Yesu Kristo alizaliwa to be a mediator. Alizaliwa ili kuwa mediator. Kwa Kiswahili mediator tusema ni muunganishi, mpatanishi. Alizaliwa ili tupatane na nani? Na Mungu. Maana uasi wetu ulitutenganisha na Mungu. According to 1 Timothy chapter number 2 verse number 5. 1 Timothy chapter 2 number 5. 1 Timothy chapter 2 verse number 5.
Maandiko yanasema kwamba yeye alituunganisha. Anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi katika Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. So kama Kristo asingelizaliwa, tusingelipatanishwa na Mungu. So that he was born so that we can be connected to God. Tunaweza kuunganishwa tena, maana dhambi zetu zilitutenganisha, lakini alizaliwa ili tuunganishe. That's why you must please God. Wakati unapofanya sherehe ya Christmas, unastahili kumtukuza Mungu kwa sababu umeunganishwa na huyo Mungu kupitia nani? Kuzaliwa kwa Kristo. So Christmas tunapoitazama si siku ya kawaida, ni siku ambayo iko na divine agenda. Mungu anastahili apate utukufu kwa hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, why was Jesus Christ born? He was born to reveal God's love. Alizaliwa ili aweze kudhihirisha upendo wa Mungu. John chapter 3 verse number 16. John chapter 3 verse number 16. Na kuongelesha kuhusu Christmas. Na ndio maana ukienda kusherekea Christmas usherekee na utukufu wa Bwana. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. So he was born ili audhihirishe ule upendo wa Mungu. Mungu anaposema I loved the world, nilipenda ulimwengu, dhihirisho lake akamtoa mwana wake wa pekee. Akazaliwa Kristo ili upendo ule udhihirishwe. Kama asingelizaliwa, upendo ule usingetufikia. So Kristo, tunaposherekea Krismasi, tunasherekea kwa sababu ni udhihirisho wa upendo wa Mungu. Na ndio maana kama kweli alidhihirisha upendo wa Mungu, hata sisi tunastahili kufikia wengine kuwaonyesha upendo. Amen. So usikule Krismasi peke yako ndugu yangu. Alika hata jirani, na usialike watu wenye uwezo peke yake. Kwa sababu tunajua kualika, wengine tunaalika marafiki, watu wenye uwezo. Patiana mtu ambaye haumjui. Fanya kwa kitu ambacho kwa mtu ambaye haumjui. Angalia jirani yako hana kakitu, mpelekee kaunga. Si lazima mkuje mkule pamoja, unaweza ukampatia akajisafu mwenyewe. Unaweza ukampatia na umpatie kile kitu. Sio unakula mchele wa Fatuma ama Sunrise afu unampelekea nini? Local. Hapana. Wacha kumpelekea local. Mpelekea ule ambao unakulaga. Dhihirisha upendo wa Mungu. Praise be to the Lord. Amen. Vile utakavyofurahia na familia yako na wao wafurahie. Kwa sababu gani? Utakuwa umemrepresent Kristo kama birthday yake. Kwa nini tunatengeneza keki? Tunaimbiwa, tunafurahia. Basi hiyo ndio keki ya Kristo wakati tunapomsherekea. Wakati tunapofurahia, keki yake ni kufikia watu. Keki yake ni kugusa mioyo ya watu. Wasio na uwezo wafurahie, waone siku hii ni siku kuu kwa ajili ya watu wangu. Na maana imeitwa siku kuu. It's a great day. Inamaanisha kwamba kuna watu watafikiwa na upendo wa Mungu. Kuna watu watapata amani. Kuna jamii zilipokuwa hazina tumaini zitapata tumaini. Kuna jamii hazikuwa na kitu zitakula kitu. Kwa sababu ya nani? Ya wewe walio na ufunuo ya kwamba siku ya kuzaliwa kwa Kristo si mimi kufurahia, bali na wengine pia wafurahie. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Number 4. Jesus was born to seek and to save the lost. Alizaliwa ili kutafuta na kuokoa waliopotea according to Luke chapter number 19 verse number 10. Luke chapter number 19 verse number 10. So kuzaliwa kwa Kristo ni kwa sababu kuna watu walikuwa wanatafutwa. Maandiko yanasemaje? Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. So kuzaliwa kwa Kristo ni mtu alikuwa anatafutwa, na ni wewe na mimi tulipatikana, na kuna wengine wanastahili kupatikana. Na ndio maana siku ya sikukuu unastahili kuwahubiria watu injili. Na injili yako isiyo tu ya maandiko, pia ya matendo. Wakati unapowapelekea ile zawadi, uambie hii ni sikukuu kwa sababu ya Kristo kuzaliwa. Na ndio maana nimeleta huu upendo. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye aliyezaliwa hakuzaliwa tu kama mwanadamu wa kawaida, bali kuna waliopotea ili waokolewe. Akiasikia yale maneno, hata kama
hajaokoka, lakini ni keki umemkatia Kristo siku ya birthday yake. Mbingu itamwimbia happy birthday kwa sababu kuna mtu ambaye amefanya aliyo mapenzi ya Mungu. Sio kama inaingia vizuri. Na ndio maana ukitoka hapa tafuta mtu wa kubariki ambaye hata usimjua, hata kama si dini yako, hata kama si dini ya kweli, hata kama anapingaga huyo Kristo uliyomwamini, muonyesha kwamba there is power in Christ, there is love in Christ. Akaupenda ulimwengu. Si wote wanampenda duniani, lakini God loves everyone. Hallelujah. Number 5. He was born to destroy the work of the devil. 1 John chapter number 3:8. 1 John number 3:8. He was born to destroy the work of the devil. Alizaliwa ili kuharibu kazi za shetani. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hilo mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. So Kristo alipozaliwa lengo lake ni kuvunja kazi za shetani. So wakati tunapomtukuza Kristo ndani ya maisha yetu, kila kazi ambayo shetani ameianzisha itaharibike katika jina la Yesu. Natangaza iharibike kwa familia yako, iharibike kwa ndoa yako. Kila kazi mbaya iharibike, iliyoanzishwa na Ibilisi iharibiwe kwa niaba ya kuzaliwa kwa Kristo. Hiyo kazi mbaya iharibike. Haya maneno yaende kwa nyumba yako, yaende kwa jamii yako, yaende kwa watoto wako, yaende kwa familia yako. Kila kazi mbaya iliyoanzishwa na shetani kupitia kusherehekea sikukuu, hiyo kazi iharibike. Hiyo kazi iharibike. Kwa hiyo ndoa iharibike. Kwa hiyo familia iharibike. Kwa hao watoto iharibike. Let it be so. Na hiyo hivyo kwa maisha yako. Hallelujah. So Kristo kuzaliwa kwake si kitu cha kawaida. Ni furaha yetu sisi sote. Ni ukombozi wetu sisi sote. So kama kuna mipango ilipangwa ya shetani ili umalizie vibaya kupitia sherehe za Christmas, hiyo kazi iharibike. Nasema hiyo mipango iharibike. Kama kuna ajali iharibike. Kama kuna magonjwa iharibike. Kama kuna mauti iharibike. Kama kuna mikosi iharibike. Kama kuna kila aina ya ajenda ya shetani kupitia kuzaliwa kwa Kristo, tunaharibu hizo ajenda. Mungu akulinde. Nasema Mungu akulinde. Jamii yako ilindwe. Familia yako ilindwe. Wale mtasafiri mlindwe. Wale mnaoishi kwa hiyo ndoa mlindwe. Vile mmekuwa mkimalizia vibaya, hiyo kazi ya kumalizia vibaya itaharibika, na Bwana atapatiana amani, atapatiana furaha, atapatiana upendo, atapatiana kibali, atapatiana neema. Kazi zitaharibika. So he was born to destroy the work of the devil. So wakati unaposherekea, hakuna kazi. Ukiona mtu anasherekea akiwa mlevi, is promoting the work of the devil. He's not celebrating Christ. Hamsherekei Yesu, kwa sababu yeye amezaliwa ili kazi hizo ziharibike. Ulevi uondoke, maovu yaondoke. Sasa itakuwaje siku ya kuzaliwa kwake ndio tufanye kazi ya shetani ijengeke? Na ndio maana sherehe za Krismasi si kila mtu anasherekeaga Kristo. Wanaosherekea Kristo ni wale walio na ufunuo wa Kristo. Na ndio maana tunastahili as a believer tuwe na that deep revelation ya kwamba Christmas is not just a normal day. It's a day ambayo iko na divine purpose kwa maisha sisi tuliomwamini Kristo. Ni day ambayo iko na divine purpose kwa sababu ya dunia. Na hapo ndipo unastahili kumsongelea Kristo zaidi ya vile ulivyokuwa umemsongelea, kwa sababu ni siku ambayo alipozaliwa ukombozi ulitangazwa kwa anga yako. Wokovu uliwekwa wazi kwa maisha yako. Jamii yako ilipata kibali. May God give us grace. Number 6, he was born because
So he was born so that we can receive the eternal life. Yesu alizaliwa ili tuweze kupata maisha ya uzima. John chapter number 10 verse number 28. Yesu tunaposherekea, John chapter number 10 verse number 28. Tunaposherekea Christmas ni kwa sababu tunasherekea uzima tulio nao mbele yetu. Maandiko yanasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye pokonya katika mkono wangu. Anatupatia uzima. So Christ was born so that we can receive eternal life, uzima wa milele, na tusiweze kuondolewa katika kijanga chake, kumaanisha kwamba kuna roho zinatupatia uzima wa mauti, na wakati Kristo alipozaliwa aliondoa yale mauti ili tupate uzima wa milele. So siku ambaye ni kuu ambaye tunaikaribia ni kwa sababu ya uzima wetu. That's why we must glorify Christ kwa mambo mingi, kwa utukufu wake, kwa sababu si yeye aliyezaliwa tu, bali alizaliwa ili aweze kutekeleza mapenzi ya Mungu chini ya jua. Na ndio maana number 7, he was born to fulfill the prophecy. Alizaliwa ili atekeleze unabii, according to Matthew chapter number 5 verse number 17. Hallelujah. Matthew chapter number 5 verse number 17. Maandiko yanasema msidhania kuwa nilikuja kutangua torati au unabii, lakini sikuja kutangua bali kuitimiliza. Alikuja ili prophecy iweze kutimilika, sio kupanguka. So kile ambacho Mungu alipanga kwa ajili ya maisha yako, Kristo alikuja ili kitimie. Ule unabii, ile ndoto, yale maono, Kristo alizaliwa ili atimie kwa maisha yako. We give him glory for his birth. Sasa kama our master Christ, we are celebrating because of those things. Even us, heaven ina expect something kwa sababu ya that day. Ina expect something in his kingdom. Na ndio maana unastahili kumshukuru Mungu na unastahili kumtukuza. That's why nimekwambia enda uguse mioyo ya watu. Enda uguse nafsi za watu. Usikule peke yako wapendwa. Usikule peke yako. Tafuta mtu, mpatie kitu. Na asiye tu rafiki yako. Anaweza kuwa si rafiki yako na hana uwezo. Tafuta mtu ana uwezo, hajui atakula nini, hajui atakula nini. Mguse moyo wake, gusa roho yake. Kuna mama tulipokutana on Thursday, mama mmoja akashukuru akasema, Pastor, mmetoka mbali, mmekuja, hata sijui tungesherekea vipi, lakini Mungu awabariki. Only that, hatukutaka mambo mengi. It's just a blessing to that woman aliyekuwa hajui, na sisi hatukujua kama ana kitu, but Mungu alitudirect kwake. Ako na mtoto ambaye ni mgonjwa, kumbe ni mlemavu, hata anajisaidia hapo, hawezi kutembea, so hawezi kufanya kazi, anategemea vya kupewa. Sasa nasema nini? Go and touch somebody. Siku ya Christmas tafuta mtu. Na ndio maana tumeamua on Tuesday hii tutakutana hapa saa 6, alafu tutaenda kwa prison, wafungwa wa prison, tuwapelekee chakula wakule. Wakiwa kule ndani hawana access ya kujisherekea, maana wako kifungoni, so watapewa kile ambacho kimepatikana. But sasa hatutaki wapewe kile ambacho kimepatikana, waende wapewe kile ambacho tutawapelekea. Na ndio maana tukachagua, kama sisi tutakula vinono huku nje, hata wale wakiwa kule ndani wakule vinono. Praise be to the Lord. Amen. Why? Because we want to touch the heart of God. Si kwamba tuko nazo. No. I know kuna watu tunapanga budget ya mambo mingi, kwa sababu ya watoto kwenda school fee, kwa sababu ya kulipa nyumba, kwa sababu ya kufanya nini. Lakini wakati tunapopanga hayo, pangia pia, wacha keki ya Kristo ipasuliwe na hata wafungwa wakiwa gerezani. Amen.
Do you know that maandiko ina hate kwanza gereza? Na ndio maana maandiko yanasema kwa mafuta nira, maana gereza ni kama nira. Nira itaharibiwa na mzigo utaondolewa. Gereza ni mzigo na gereza ni nira. Haleluya. Amen. Na ili ujue gereza ni nira na fungo, ndio maana Paulo na Sila walipomtukuza Mungu, gereza lilifunguka wakatoka. So wakati unapogusa watu walio katika vifungo, mbingu zinasikia. Utaona vile Mungu atakusaidia umalizie vizuri. Do something. Wacha kusherekea peke yako. Haleluya. Amen. So Alhamisi tunaenda kusherekea mambo ya Christmas. Wacha sherehe zako zisitoke katika uwepo wa Mungu. Usifanye vitu ambavyo havina utukufu kwa Mungu. Afanya vitu ambavyo vitamtukuza Mungu, kwa sababu umeelewa Christmas si sherehe ya kawaida, ni sherehe iliyo na kusudi la Mungu ndani yake. So usiende ukafanya kama wengine. Wengine watasherekea, wataenda, watalewa, watafanya nini, ni sawa kulingana na ufunuo walionao. Lakini Mungu amekusaidia leo, nimekupatia that revelation. Na Mungu ametaka usikize ili uweze kuexercise na umuone Mungu kwa ajili ya mwaka ujao, kwa ajili ya maisha yako. Maana Mungu amekupangia mambo mazuri. But haya mipango iliyo mizuri ili ifanikiwe, kuko na terms and condition. Na hizi terms and condition ndo zinapatikana kuelewa mambo kama haya, ili Mungu aweze kukusaidia. Tusisherekee tu kama watu wa mataifa, no, tutasherekea kama watu wa Mungu.